Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji wa Joy Gospel TV, kipindi sasa hivi ni Bible Study ambapo tulianza, nadhani hii ni wiki la 4 tumeanza kipindi somo linaloitwa Zijue Kweli Kuu za Biblia. Tukasema hivi, Biblia ina kweli nyingi sana, lakini hizi ni kweli kuu ambazo ni muhimu uzijue. Ni muhimu sana uzijue. Tutaona huko mbele kwa nini ni muhimu uzijue. Sasa naomba nisome maneno ya Mungu kutoka Injili ya Mathayo sura ile ya 16 mstari wa 13 hadi 17. Mathayo 16, 13, 17 inasema hivi: Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mojawapo wa manabii. Mstari wa 15 akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bar-Yona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Tuombe. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako na kwa ajili ya upendo wako. Tazama sana wakati huu tunanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari. Tunapokwenda kujifunza maneno yako, Roho Mtakatifu tusaidie kuelewa, tusaidie kuamini, na zaidi ya yote tusaidie kwenda kuyatendea kazi ili yakalete mabadiliko yanayokusudiwa kwenye maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Sasa waliokuwepo wiki iliyopita, mtakumbuka tuligusia na kuzungumza kidogo kuhusu ubinadamu wa Yesu. Ni vizuri kujua ya kwamba asili ya Yesu Kristo hasa ilikuwa ni asili ya uungu. Lakini alipokuja duniani kwa hiari yake mwenyewe na kwa upendo wake kwetu, kwa ajili ya mambo hayo mawili. Kwanza ni kwa hiari yake mwenyewe, lakini mbili, kwa upendo wake kwetu akaamua kuiacha asili ya uungu na kuvaa ubinadamu. This is very important. Ni vizuri kujua hili ya kwamba tunapozungumzia ubinadamu wa Yesu Kristo, hakuwa binadamu pase kama tulivyo mimi na wewe. Hakuwa amezaliwa kwa namna ile ambayo mimi na wewe tumezaliwa kutokana na mahusiano ya baba na mama. Yeye alikuwa ana asili ya uungu, isipokuwa kwa hiari yake mwenyewe na kwa upendo wake kwetu akaamua kuiacha asili ya uungu na kuvaa ubinadamu. Mtume Paulo anasemaje katika Wafilipi sura ile ya 2 mstari wa 5 hadi wa 7? Anasema hivi: iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Nia gani? Anaielezea mstari wa 6. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Unaona, ambaye yeye mwanzo hapo awali alikuwa yuna namna ya Mungu. Alikuwa ana asili ya Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Mstari wa 7 alifanyaje? Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Sio kwamba hana utukufu, alijifanya kuwa hana utukufu. Akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Unaona? Kwa hiyo tunapozungumzia ubinadamu wa Yesu Kristo, usije ukasahau ya kwamba asili yake hasa Yesu Kristo ni ya uungu, ila aliamua kwa hiari yake mwenyewe na kwa sababu ya upendo wake kwetu akaiacha asili ya uungu na kuvaa ubinadamu. Tutaona ni kwa nini. Unaona? Na sasa kwa sababu alichukua asili ya kibinadamu, unaona, utaona Biblia sasa inamfunua Yesu akikabiliwa na changamoto za kibinadamu sawa kabisa na sisi. Unaona, kwenye theology wanasema he took the limitations of human. Akachukua ile mipaka, akawa anakabiliana na changamoto
sawa sawa na zile ambazo zinatukabili sisi. Sasa ziko nyingi, lakini ngoja tuangalie 3 ili tuweze kuokoa muda, lakini nimechagua zile 3 za msingi hasa. Kwa mfano, mwanadamu anasumbuliwa, anahitaji kula. Na ndio maana unaposikia ile njaa inakukumbusha ya kwamba wewe ni mwanadamu, unao mwili, unahitaji chakula. Unaposikia kiu, is a reminder ya kwamba wewe ni mwanadamu, unahitaji kunywa maji, na huo mwili una kanuni zake. Yesu sasa, ambaye alikuwa na asili ya uungu, akachukua ubinadamu, tunaona na yeye sasa anaona njaa. Marko sura ya 11 mstari wa 22. In fact, hii sura ya 11 Yesu anaenda Yerusalemu, anauona mtini. Unaona? Anauona mtini. Unafahamu hicho kisa cha Yesu Kristo na mtini. Lakini hebu nisome Marko 11:22 inasemaje? Inasema hata asubuhi yake walipotoka Bethania, walikuwa wanaelekea Yerusalemu, aliona njaa. Unaona? Aliona njaa. Huyu ni Mungu Yesu mwenye asili ya uungu, ameshuka duniani, ameuvaa binadamu, na sasa anakumbana na changamoto za kibinadamu. Aliona njaa, alihitaji kula kwa sababu alikuwa na mwili wa kibinadamu. Lakini jambo la pili, mwanadamu anapofanya kazi sana, mwili huwa unachoka. Hususan kadiri umri unavyoendelea, ndivyo ambavyo mwili unazidi kupoteza nguvu. You see, ninakumbuka nilipokuwa kijana, wakati tunasoma shule za msingi, tungeweza kucheza mpira kwa masaa, tungeweza kukimbizana kwa dakika. You see, energy nilikuwa nayo kwenye mwili sio nilionayo sasa. Unaona? Kwa hiyo mwili wa kibinadamu huwa una tabia ya kuchoka. Na tunaona Yesu Kristo sasa, ambaye alikuwa ana asili ya uungu, lakini sasa amevaa ubinadamu, na yeye anachoka. Yohana 4:6 inasemaje? Inasema na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu kwa sababu amechoka, na inaelezea sababu, kwa safari yake akaketi vivi hivi kisimani, nayo ilikuwa yapata saa 6. Kwa hiyo tunaona anaona njaa, lakini 2, anachoka. Jambo la 3, sisi kama wanadamu tunajaribiwa. You see, tuna majaribu mengi sana. Yesu Kristo naye, Mtume Paulo anasemaje kwenye Waebrania 4:5? Inasema kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo mangapi? Katika mambo yote, bila kufanya dhambi. This is very powerful. Hii inahitaji ufafanuzi. Naomba nisome tena, sikiliza kwa makini. Paulo anazungumza habari za Yesu Kristo. Anasema kwa kuwa hamna kuhani asiyeweza kuchukuana nasi. Yani anaweza akasympathize na sisi. Anaweza akavaa viatu vyetu kwa sababu, listen to me, alipitia ubinadamu. Ndicho anachokisema Paulo, kwamba kuhani wetu sisi anaweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Kwa nini? Unaona? Kwa sababu alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Praise the Lord. Alijaribiwa katika mambo mangapi? Yote bila kufanya dhambi. Lakini hebu naomba unisikilize tunapotumia hili neno majaribu. Tunapotumia hili neno majaribu. Kwenye unajua Kiswahili ni lugha yetu, na mimi ninaipenda sana. Mimi ni Mswahili. Ni Mtanzania, na lugha yetu ni Kiswahili, na najivunia lugha ya Kiswahili. Lakini ukweli, kwa namna moja au nyingine, Kiswahili kina upungufu wa maneno. Hakina utajiri wa maneno sana. Kwa mfano nikupe tu mfano. Neno majaribu, neno kwa Kiswahili majaribu, linatumika kwa Kiingereza, utakuta linatumika namna 2 tofauti. Na najaribu kufikiri ni kueleze uelewe. Let me repeat again.
Neno majaribu, mtu unapojaribiwa na Mungu, tunatumia neno hilo hilo majaribu. Lakini unapojaribiwa na shetani, unatumika neno hilo hilo majaribu. Yaani kwa mfano ukisikia mtu anasema sasa napitia kwenye majaribu mimi, ukimuuliza majaribu gani, anasema labda kazini kuna changamoto, watoto kuna nini. Unaona, unatumia neno hilo hilo. Lakini mtu kwa mfano akajaribiwa akaanguka katika dhambi, tunatumia neno hilo, jamaa bwana lile jaribu lilimshinda kaanguka. Tunatumia the same word. Lakini kwa Kiingereza kulikuwa kuna maneno mawili tofauti, tests na temptations. Kwa mfano kwenye Mwanzo sura 22 mstari wa kwanza tunasoma nini kwa Kiswahili? Inasema ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim, akamwambia, naomba nisome tu hicho kipande, nilikuwa nahitaji hilo neno alimjaribu. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu. Unaona hilo neno alimjaribu ambalo linawekewa alama hapo. Alimjaribu nani? Ibrahimu. Mungu anamjaribu Ibrahimu. Lakini kwa Kiingereza wanatumia neno test. Unaona Genesis 22:1 inasema sometime later God tested Abraham. God tested Abraham. Kwenye lilo andiko tulilosoma la Waebrania 4:15 kwa Kiingereza linasema, kwa Kiswahili linasemaje? Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Mungu anapomjaribu Ibrahimu wanatumia neno test. Lakini sikiliza hili neno ambalo linazungumziwa majaribu ya Yesu Kristo sawa sawa na sisi. Anasema hivi kwa Kiingereza, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted. Unaona kule Ibrahim was tested by God, hapa sasa who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin. Sasa unaona haya maneno ambayo sasa kwa Kiswahili tuna neno moja tu majaribu, lakini kwa Kiingereza tuna test ambayo ina maana, nilijaribu kuangalia tafsiri nikawa so impressed. Kwenye dictionary inasema hivi, test is a procedure intended to establish the quality, performance or reliability of something, especially before it is taken into widespread use. Very powerful. Inasema hivi, hilo neno test sasa ambalo kwa Kiswahili tunatumia neno moja tu, jaribu. Test lina maana ni mchakato uliokusudiwa, unaona, kutambua, to establish, unaona, kutambua the quality, ubora, performance, utendaji, or reliability, kuaminika, kuaminika, reliable, kuaminika of something wa kitu fulani, especially hususan kabla hakijatumika, before it is taken into widespread use. You see, kwa mfano listen, kwa mfano engineer amejenga daraja, halafu ana siku ile ya ufunguzi anasema, jamani, ili daraja linaweza likapitisha gari la tani mpaka 20. See. Kwa hiyo siku ile ya ufunguzi wanaleta same trailer limebeba mzigo wa tani 20, 15 au 20, and then linapita pale kabla halijatumika. Hilo gari la tani 20 linapita pale, unaona, kuonyesha nini? Ubora wa hilo daraja, kuonyesha nini? Utendaji wa hilo daraja na kuaminika kwake, ya kwamba mnaweza mkapitisha mizigo ya tani 40. Do you understand? Kwa hiyo Mungu anapotutest, listen to me, Mungu anapotutest au kuruhusu test, lengo lake huwa ni nini? Ni kutupitisha katika mchakato,
ili tuweze kujua ubora, utendaji na kuaminika kwetu kabla hajatutumia kwa upana. You know, ndio maana Biblia inasema God tested Abraham. Yusufu tunamwona akiwa waziri mkuu, lakini unaona alipita katika test nyingi sana na ndugu zake, akatupwa kwenye shimo, baadaye akauzwa, baadaye akatupwa gerezani. Unaona, kutokea pale sasa anakuwa waziri mkuu ambaye ameshakoma, anajua mambo mengi, ana experience ya kutosha, amequalify, amethibitika kiroho ya kwamba ni mtu ambaye anajua uhusiano wake na Mungu. Baadaye akaja kuwa waziri mkuu. Na ndio maana unaona kwenye Mathayo anafikiri 50-50, kwenye Mwanzo 50-50, wakati ndugu zake, ili limenijia haliko kwenye notes zangu. Unaona kwenye sura ile ya 50 ya kitabu cha Mwanzo, nadhani ndio sura ya mwisho kama niko sahihi. Mwanzo sura 50, yes, ni sura ya mwisho. Unaona? Okay. Sio 50-50. Mwanzo sura ya 50. Nisome kuanzia mstari wa 15. Unasema hivi: ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema, labda Yusufu atatuchukia naye atatulipa maovu yetu tuliyomtenda. Wakapeleka watu kwa Yusufu, yani wakatuma watu kunena, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema. Wanasema uongo. Hao jamaa walikuwa si watu wazuri, walimuuza Yusufu, wakafanya hila, and then Yusufu akawalipa mema. Sasa baba yao amekufa, wakapiga hesabu ni watu wa hila, wakatuma ndugu, wakatuma watu wengine, na wakasema uongo kwamba baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema, mwambieni Yusufu hivi. Kwa nini asizungumze na Yusufu direct? Anasema, mwambieni Yusufu hivi, naomba uachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. Yusufu alikuwa ni mtu mwenye moyo mzuri sana. Mstari wa 18, nduguze wakaenda tena wakamwangukia miguuni, wakasema, tazama, sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Sikiza mstari wa 20, nanyi kweli mlikusudia mabaya mliponitupa kwenye shimo, mlikusudia mabaya. Mliponiuza, mlikusudia mabaya. You see, mliponiuza, mlikusudia mabaya, bali Mungu alikusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Yani unaona Mungu anaweza akageuza mambo magumu yakawa ni kwa ajili ya faida yetu. Na ndio maana mwimbaji mmoja nafikiri akaimba akasema, majaribu ni mtaji. Kwamba Mungu anajaribu kuona ubora wetu, anajaribu kuona performance yetu, anajaribu kuona namna gani anaweza akatuamini. You see? Lakini temptation, unaona, inatafsiriwa kuwa it is a desire to do something wrong or unwise, kufanya kitu kisicho sahihi au pasi na busara. You see? Kwa hiyo shetani anapotutempti ni tofauti na Mungu anapotutesti. Unaona maneno haya mawili kwa Kiswahili ni neno moja wote. Mungu anapotujaribu au anaporuhusu majaribu, kusudi lake linakuwa ni kupima ubora wetu au kututambulisha uthamani wetu, ubora wetu na uimara wetu. You see, ili atutumie kwa mapana, kwa marefu, kwa kina na kimo. But temptation, lakini devil, shetani anapotutempti, kusudi lake moja huwa ni kutuangusha katika dhambi. 2 ni kutufanya tukosane na Mungu. Wakati fulani Wafilisti wakajaribu kupigana na Israeli, wakashindwa. Halafu makamanda wao
wakagundua ya kwamba hawa jamaa bwana wana Mungu anayewapigania. Isipokuwa hawakuwa na hakika ya kwamba Mungu anaweza akawapigania katika mazingira yoyote. Kwa hiyo walipopigana nao kwenye mabonde, wakasema tujaribu milimani tuone kama huyu Mungu anaweza akapigana milimani. Wakapigwa, yani Mungu anapiga mabondeni, anapiga milimani, kwa sababu ndiye aliyeumba mabonde, ndiye aliyeumba milima, iwe ni mtoni, everywhere he can fight. Mungu anaweza akapigana mahali popote. Baadaye walipokaa wakaanza kustadi tabia ya Mungu wao. Yani waligundua hivi, Waisraeli wakiwa na Mungu wao, Mungu akiwa upande wao, huwezi kuwashinda kabisa. Kwa hiyo wakasema tufanyeje? Wakastadi, wakagundua hivi, huyo Mungu wao ni mtakatifu sana. Kwa hiyo ukitaka Mungu asiwe upande wa Wayahudi, wagombanishe na Mungu wao. Na namna ya kuwagombanisha ni nini? Wasababishe watende dhambi. Wakaenda wakachukua wanawake wazuri sana huko kwa Filisti na Moabu, wakawaleta kwa Waisraeli ili wawakoseshe na Mungu wao. When the devil tempt, shetani anapoleta temptation, kusudi lake ni moja, akuangushe kwenye dhambi. Mbili, akukosanishe na Mungu. Lakini Mungu anapoleta test, anaangalia ubora. Kusudi lake sio kukuangamiza. Lile gari linalopita kwenye daraja halikuja pale ili kuliangusha daraja. Linakuja pale kuonyesha ubora wa lile daraja, kuonyesha kwamba jamani huyu mtu. Na ndio maana tunasomaga shuhuda za kina Ayubu, shuhuda za kina Daniel, Meshach na Abednego, shuhuda za kina Yusufu, kwa sababu zinatuonyesha quality yao, ubora wao, jinsi ambavyo hao watu walisimama na kumtumainia Mungu na kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa ujumla ni kuwa Mungu anaweza kututest, kuangalia quality, lakini hawezi kututempt. Nimetumia maneno mawili uweze kufahamu. Mungu anaweza kututest, lakini hawezi kututempt. Shetani ndiye anatutempt. Unaona? Kwa sababu yeye hatupendi. Anatamani kusudi la Mungu lisitimie kwenye maisha yetu. Lakini Mungu anatutesti ili kusudi la Mungu litimie ndani yako kwa ubora. You see? Ndio maana Yakobo anasemaje kwenye sura ile ya kwanza, mstari wa 13 na wa 14. Inasema mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Mstari wa 14. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huko akivutwa na kudanganywa. Unaona kwenye English version tafsiri ya NIV inasemaje? When tempted. Unaona no one should say God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Unaona? Kwa hiyo unaona tofauti. Mungu hawezi kututempt, wala yeye mwenyewe hatumii temptation. Unaona? Wala yeye mwenyewe cannot be tempted. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni mtakatifu, ndani yake hakuna uovu. Praise Jesus. Hallelujah. Kwa hiyo unaona Yesu kama mwanadamu, moja, aliona njaa. Mbili, alichoka. Tatu, alijaribiwa sawasawa na sisi. Tofauti yake ni nini? He was tempted. Tofauti yake ni nini? Hakutenda dhambi. Unaona? He was tempted to sin, but he didn't sin. Alijaribiwa kutenda ubaya, lakini hakutenda dhambi. Unaona? Tunaona Yesu kwenye Mathayo 26 yuko pale anapiga magoti, anasema Baba, ikibidi kikombe hiki kiniepuke. What does it mean? Inaonekana alijua ya kwamba kuna msalaba mbele yake, kuna mateso. Na ni kama vile alikuwa anajaribiwa kusema kwa nini kusiwe na mpango mwingine wa kumwokoa mwanadamu. You see? Lakini Biblia inasemaje? Sikiliza anavyoomba. Anasema Baba, si kama nipendavyo mimi, ikibidi kikombe hiki kiniepuke. Kama una mpango mwingine wa kumkomboa mwanadamu, kama mateso haya ninaweza nikayaepuka, you see, basi hebu tekeleza huo plan B. Lakini si kama nipendavyo mimi, bali kama upendavyo yeye. Praise Jesus.
Haleluya. Kwa nini Yesu anaacha asili ya uungu na kuvaa asili ya ubinadamu? Why? Kwa nini? Ningeweza kusoma kukesha nikaeleza sababu nyingi, lakini ngoja nisome tu andiko moja kwa ajili ya muda. Luka 19:10. Huyu ni Yesu mwenyewe anasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Unajua Yesu alikuwa mwana wa Mungu, lakini hapa anajitambulisha kama mwana wa Adam, the son of Adam. Kwa nini? Adam ana uhusiano gani? Adam ni mtu wa kwanza. Ukweli ni kama alikuwa mwakilishi wa kizazi cha wanadamu. Mwakilishi ni mtu gani? Mwakilishi ni mtu ambaye anafanya kitu kwa niaba ya wengine. Mwakilishi wako akishinda na wewe umeshinda. Mwakilishi akishindwa na wewe umeshindwa. Kwa hiyo Adam kama mwakilishi wa kizazi cha wanadamu chote, kwa bahati mbaya sana alishindwa na wanadamu wote wakashindwa. Wote tukahesabiwa dhambi. Kwa kuwa Adam mwakilishi wetu alishindwa. Kuanzia pale wanadamu wanazaliwa na asili ya dhambi. Na ndio maana unaona kwenye Warumi sura ya 5, Warumi sura ya 5, unaona anafunuliwa Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Ukipata nafasi, let me read there. Napenda maandiko. Uthibitisho wa maandiko. Warumi sura ya 5, sikiliza, nisome mistari ya kwa kurukaruka. Mstari wa 6 unasema, kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Unaona, ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Basi Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Niruke nisome mstari wa 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, yani huyo Adam, kama kwa mtu mmoja, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwako ulimwenguni, lakini dhambi yahesabiwa isipokuwapo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adam, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo. Unaona? Sikiza mstari wa 15. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema zake mwanadamu mmoja, Yesu Kristo. Praise Jesus. Mwanadamu mmoja, Yesu Kristo, kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Wala kadia yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadia kile kipawa, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. This is so powerful, my friend. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu anapojitambulisha kwenye Luka 19:10, mwana wa Adamu, ni kama anasema hivi, mwakilishi wa kwanza alishindwa vibaya. Mungu ameleta mwakilishi mwingine. Maana mchezo huo unachezwa away and home. Unachezwaga ugenini na nyumbani. Mechi ya kwanza Adamu alishindwa vibaya, lakini hii mechi ya pili, listen to me, Mungu amesajili mchezaji mwingine. Ndio maana Yesu anajitambulisha anasema, kwa kuwa mwana wa Adamu. Praise Jesus. Unajua, listen to me my friend. Shetani alielewa. Na ndio maana unaona wakati wale mamajusi wamekuja, wameiona ile nyota, mfalme anawaita, anawapeleleza, anawaambia yuko wapi huyo mtoto na mimi nikamwabudu, lakini sio kweli, shetani alishamuingia. Unaona, wakati wanarudi wale mamajusi wakaonywa na malaika ya kwamba msimwambie huyu mtoto
wapi? Kwa sababu hakusudii mema. Unaona, mapepo yakamwingia Herode, akaanza kuua watoto wote wa kiume wenye miaka 2 na zaidi. What happened? Unaona, Yesu akachukuliwa kupelekwa Misri ili kuepuka. Sio tu hivyo. Unaona, wakati Yesu ameanza sasa huduma yake, shetani akamwingia Mafarisayo na Masadukayo, ukawa na upinzani. Mtu ambaye anatembea akitenda mema, akiponya wagonjwa, akifungua waliofungwa, akiwaweka huru watu mbalimbali, tunaona sasa wanamchukia. Why? Ni kwa sababu shetani alikuwa anajua huyu ni mwakilishi wa pili wa kizazi cha wanadamu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona kwenye Luka 19:10, unaona kwenye Luka 19:10 tunaona maneno hayo matatu, mwana wa Adam. Unaona? Lakini 2 tunaona anasema nilikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Neno kutafuta inaonyesha uthamani wa mwanadamu. Jinsi gani mwanadamu ni wa thamani. You see? Lakini neno ile kuokoa linaonyesha jinsi gani huyu Mungu Yesu Kristo aliteswa kwa ajili ya wanadamu. Maana neno kuokoa lina maana ya kurescue, kumtoa mtu kwenye hatari. Ndicho inachosema Paulo kwenye Kolosai 1:13. Naye alifanya nini? Alituokoa. He rescued. Unaona? Naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo unaona kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kufanya nini? Moja, kutafuta. Hilo neno kutafuta linaonyesha umuhimu wa wewe mwanadamu unayetafutwa. Kwa sababu kwa Kiingereza wanatumia neno seek. Seek. Yaani hilo neno linapotumika maana yake hicho kinachotafutwa, my friend, ni kitu muhimu sana. Sio issue ya mtu amepoteza sindano, anaitafuta kidogo, hujaiona, unamtuma mtoto anaenda kununua sindano nyingine. Unaona? Kwa hiyo sio issue ya mtu amepoteza kitu cha kawaida tu ambacho kikipatikana sawa, kisipopatikana ni sawa. No, hiyo ni issue ya lazima hicho kitu kipatikane. Ni kitu chenye umuhimu. Unaona? Ni kama vile umepata scholarship, unaenda nje and then umepoteza passport. Unaamka asubuhi, passport ina visa, ticket unayo. Unaona? Lakini sasa passport huioni. Unadhani utatafuta kidogo? No, utapekua kila mahali, lazima kipatikane. Na ndio maana Yesu Kristo alikuja kutafuta kilichopotea. Kilichopotea nini? Pale kwenye bustani ya Eden. You see? Lakini jambo la pili, alikuja kuokoa, rescue. Ndio maana tumenukuu Kolosai 1:13 inasema naye alituokoa. Wanatumia neno hili rescue, kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo unaona huo sasa ni ubinadamu wa Yesu Kristo. Lakini ngoja tuangalie upande wa pili sasa, uungu wa Yesu Kristo. Kwa sababu tunaangalia leo ubinadamu na uungu wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Unaona? Ngoja tuangalie uungu wake sasa, ambapo tutaangalia kweli kuu tatu. Kweli kwanza tutaangalia haki ya uungu. Unajua, ukisoma maandiko na kujifunza maisha ya Yesu, utagundua kwamba Yesu alizitumia na kukubali haki zile ambazo ni za Mungu peke yake. Kwa mfano, jambo la kwanza, alipokea na kukubali kuabudiwa. You see, alipokea na kukubali kuabudiwa. Siku hizi siku moja nilienda mahali fulani, ngoja nitoe mfano. Nilienda mahali fulani nikamkuta mtumishi wa Mungu kijana, Mungu anamtumia. And then nikaona watu wakikimbia, wakibusu viatu vyake, wakibusu miguu yake. Unaona? Wakisujudu mbele zake. And then mimi nikamuuliza kwamba hivi unaona ni sawa wewe hao watu kuheshimu katika namna ambayo unaona kabisa ni kama wanakuabudu? Unaona ni sawa? Unajua alinijibuje? Akanambia, mimi najua sio sawa, lakini nifanyaje sasa, kwa sababu hao watu mimi sijawatuma, ni wao wenyewe.
Ni wao tu wenyewe tu wameamua kujibariki, kunikusujudu, siji kubusu viatu na nini. Nikamwambia, so what is your responsibility as a leader? We kama kiongozi, wajibu wako ni nini? Wajibu wako ni kuwakataza. Wajibu wako ni kuambia si sawa. Jamani, mimi ni mwanadamu. Nikamwambia, mbona unamfahamu Paul ambaye alikuwa anapita kivuli chake kinaponya watu? Unamfahamu? Akasema yes. Nikamwambia, kwenye mahali fulani kwenye mji nadhani ulikuwa unaitwa Listra, Paul alienda na Barnaba, wakakutana na kiwete tangu kuzaliwa. Yule kiwete akatembea. Bwana asifiwe sana. Akatembea yule kiwete. Unaona Baadaye watu wa mji waliposikia, na kuhani wa mji ule akiitwa nadhani alikuwa wanamwabudu hekalu likiitwa Zeu, kitu namna hii, sikumbuki vizuri, lakini nakumbuka kwamba hawa watu walikuja na dhabihu, kutaka kutoa dhabihu, ni kama vile kuabudu Paulo na Barnaba. Sikiliza Paulo alichokisema kwenye Matendo ya Mitume 14, Matendo 14 mstari wa 14. Biblia inasema, walakini baada ya watu kujaribu kuabudu, walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari zipi? Ya kwamba kuna watu wanataka kutoa dhabihu, kwamba kuna watu wanataka kuabudu, wakararua nguo zao, wakaenda mbio, wakaingia katika makutano wakipiga kelele wakisema, mstari wa 15, akina Bwana, mbona mnafanya haya? Sisi nasi tu wanadamu hali moja na ninyi. Twawahubiri habari njema, ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ubatili na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeumba nini? Mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Very clear. Paulo akusema, jamani, kwa kuwa ninyi mnataka kuniabudu, kwa kuwa ninyi mnataka kutoa dhabihu, ni ninyi wenyewe mmetaka, haina shida. No. Kazi yangu kama mchungaji na kiongozi ni kuwasaidia watu wajue ya kwamba unaweza kuniheshimu, hata mimi na kuheshimu. Kuheshimiana ni jambo la kawaida, ni wajibu wa kibinadamu. Lakini napokuja kwenye kuabudu, anayestahili kuabudiwa ni Mungu peke yake. Watu wakipona, anayestahili kuabudiwa ni nani? Ni Mungu peke yake. Watu wakifunguliwa, anayestahili kuabudiwa ni nani? Ni Mungu peke yake. Lakini tunaona Yesu, tunapozungumzia uungu wa Yesu, kwamba alikubali na kupokea kuabudiwa. Siku moja wanafunzi wako kwenye boti, upepo wa mbisho ukatokea. Yesu akatembea juu ya uso wa maji, na alipoingia kwenye boti upepo ukanyamaza. Sikiliza reaction ya wanafunzi. Mathayo 14:33. Nao waliokuwa ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Praise Jesus. Tunaona Yesu hakukataa. Yesu hakufanya kama kina Paulo, hakularua mavazi yake, hakupiga kelele na kuambia, jamani, mbona mnafanya haya? Kwa nini mwaniita mwana wa Mungu? Kwa nini mnanisujudu? Alikubali, akapokea. Why? Kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Lakini jambo la pili, listen to me. Mwenye nguvu ya kusamehe dhambi ni Mungu, kwa sababu dhambi tafsiri yake hasa ni kumkosea Mungu, ni kwenda kinyume na Mungu, ni kuasi sheria za Mungu. Unaona, ukiiba, serikali itasema umefanya kosa la jinai, hawatasema umefanya dhambi, kwa hiyo tunakuhukumu. Watasema hivi, umetenda kosa la jinai kinyume na sheria ya nchi, kwa hiyo watakuhukumu sawa sawa na hivyo. Lakini wakati wale wanakuhukumu kwenda jela, bado utasubiri hukumu ya Mungu, kwa sababu umetenda dhambi kwa Mungu aliyesema usiibe, kwa sababu dhambi ni uasi, ni kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, ni kufanya yale ambayo Mungu alikataza. Lakini pia dhambi inaweza ikawa ni kutokufanya kile ambacho Mungu ametaka tufanye.
Ndio maana wanatheolojia wanagawanya dhambi kwenye makundi ya mawili. Unaona? Wanasema kuna sin of commission, yani umetenda dhambi, umefanya jambo ambalo hukupaswa kulifanya. Umeambiwa usiibe, wewe ukaiba. Kwa hiyo umetenda dhambi, umecommit sin of commission. Lakini Biblia pia inasema kila ajuaye kutenda mema asitende, huyo kwake imehesabiwa dhambi. Umeomit. Unaona? Umetakiwa kufanya jambo, ukulifanya, unahesabiwa pia dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwenye power, mamlaka ya kusamehe dhambi ni Mungu peke yake. Lakini sikiliza. Siku moja Yesu akiwa anafanya huduma, jamaa 4 wakaja, wamebeba mgonjwa wao. Kwa bahati mbaya sana pale mlangoni hapakawa hapaingiliki. Unajua walifanyaje? Wanaume walitoboa dari. Wakasema piga ua mpaka kieleweke. Wakatoboa dari. Sasa walipotoboa dari, Biblia inasema Yesu alipowaangalia, alipoiona imani yao, hakuona kama vile kuna watu wasio na utaratibu. Hakuona ule uchafu uliokuwa unadondoka. Hakuona zile vurugu za vishindo za wanabomoa dari. But alipowaangalia, Biblia inasema akaiona imani yao. Praise Jesus. Na alipoiona imani yao, mstari wa 5, Marko sura ya 2, mara Yesu alipoiona imani yao, akafanya nini? Akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Praise Jesus. Yesu si tu alipokea na kukubali kuabudiwa, lakini alionyesha kwamba anayo mamlaka ya kusamehe dhambi. Kwa hiyo tunaita hiyo ni haki ya kiungu, the divine right. Unaona? Lakini si tu hivyo, alirejesha uhai. Lazaro alikufa siku 4. Yesu akaenda akamfufua. Lakini tunaona pia jambo la 4, alikuwa anayo exercise ile haki yake ya kuhukumu. Sura ya 5 Yohana sura ya 5 mstari wa 21 anasemaje? Maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na Mwana awahuisha wale awatakao. Huyo ni Yesu. Kama ambavyo Bwana Mungu anahuisha, unaona, na mimi nina uwezo wa kuhuisha. Unaona, mwenye mamlaka ya kutoa uhai na kurejesha ni nani? Ni Mungu peke yake. Mtu mwingine hana mamlaka hayo. Unaona, hakuna mtu mwenye mamlaka hayo. Unaona, hata kuponya sio sisi tunaiponya, by the way. Mungu ndiye mponyaji. Sisi tunamwamini Mungu, Mungu anatutumia kama vyombo. Watu wanapona. Ndio maana utukufu na heshima anatakiwa apewe yeye, kwa sababu hakuna mwanadamu aliye mponyaji, my friend. Hakuna anayeweza kutenda muujiza. Mwanadamu anayeweza kutenda muujiza hayupo, nionyeshe mmoja. Isipokuwa hao watu wanatumiwa na Mungu. Kwa mikono yao mitume kwa mikono yao Mungu alifanya ishara na miujiza kupitia mitume. You see? Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kufifisha uhai na kuhuisha. Yesu anasemaje alipokuwa anaenda Yerusalemu? Wanafunzi wake wanasema, Bwana, usiende Yerusalemu, watakuwa. Unajua alisemaje? Alisema, msinitishe, niacheni niende, kwa sababu ninayo power, ninayo mamlaka ya kuutoa uhai wangu na kuutoa. I can give it and take it back. Ninaweza nikautoa uhai wangu na nikautoa, na ni kweli Ijumaa akautoa uhai wake, Jumapili asubuhi akautoa. Praise Jesus. Mstari wa 22 unasemaje? Tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa Mwana hukumu yote. Naona. Kwa hizo ni divine rights. Alipokea ibada, kuabudiwa. You see, alisamehe dhambi. You see, na hata siku ya mwisho ndiye atakaye hukumu. In fact anasema swala la hukumu Baba amempa yeye. Unaona? Lakini tuangalie jambo la pili, tabia za kiungu, divine character. Unajua Yesu alipokuwa anatembea alishangaza wengi sana. Alikuwa tofauti na wanadamu wengine. Yaani alipotembea walimwona ni mwanadamu. Aliposema nina njaa, mbona huyu ni mwanadamu? Akakaa nao akamega mkate akala, ni mwanadamu. Alipochoka ni mwanadamu. Lakini listen to me, walipomwangalia tabia zake tofauti. Kwanza tunaona utakatifu wake. Yesu aliishi maisha matakatifu ya kiwango cha juu sana, kiasi kwamba rafiki zake
waliokuwa karibu naye wanakiri na kutamka ya kwamba huyu jamaa alikuwa mtakatifu. Petro anasemaje? Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 22. Yesu hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake. Huyu ni mtu alikuwa karibu sana na Yesu Kristo. Miongoni mwa wale watu watatu, the inner circle, Petro, Yohana na Yakobo. Petro alikuwemo. Alitembea naye masaa 24, siku 30, miaka mitatu yote. Anasema hivi, anatupa ushuhuda wake, anakiri. Anasema jamani, huyu mwanaume Yesu Kristo hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwa. Kila neno alilolitoa, iwe ni kwa maadui zake, iwe ni kwa marafiki zake, ilikuwa ni tamko la baraka. Unajua hata alipokuwa msalabani, anateswa, anaumizwa, maneno gani yanayomtoka? Anasema hivi, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Sasa unaweza ukasema au ni rafiki zake. Watu wengine walisemaje ambao sio rafiki zake, sio wanafunzi? Wakati amekamatwa, amepelekwa kwa Pontio Pilato, baadaye kwa Herode. Usiku mkewe Herode akatokewa katika maono, na anamwambia mume wake, usimhukumu huyu mtu, hana hatia. Usiku nimesumbuka sana. Herode akapiga hesabu, akasema sasa nafanyaje? Akagundua ya kwamba kwa wakati ule wa majira yale ya Pasaka ilitakiwa kufunguliwa mfungwa mmoja. Kwa hiyo akamleta Baraba na Yesu Kristo na kuwauliza watu, jamani, nimfungue nani? Yesu ambaye ni Kristo au Baraba? Watu wakapiga kelele, wakasema Baraba. Kwa nini? Kwa sababu ya shinikizo la Mafarisayo, ambalo na wenyewe nao walikuwa wana shinikizo la shetani. Lakini hakukuwa na ovu hata moja ambalo liligunduliwa kwenye mashtaka yale. Ndio maana Herode wakati na hukumu akasema nipeni maji ninao. Ilikuwa ni ishara ya kwamba mimi sioni hatia yoyote kwa mtu huyu. Mhukumuni ninyi kwa sheria zenu na dini yenu ya Kiyahudi. Lakini ukweli sisi kama serikali hatuoni kosa lolote. Sikiza yule askari ambaye alisimamia kusulubiwa kwa Yesu Kristo. Sikiza alichosema kwenye Luka sura 23. Mstari wa 46 anasema hivi, Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, E Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida ni askari alikuwa anasimamia kikosi kile cha kilichosimamia kusulubiwa kwa Yesu Kristo. Alipoona yaliyotukia, maana jamaa alisulubisha watu wengi. Unajua, ngoja nirudi nyuma kidogo, nikufahamishe kitu au nikukumbushe kitu ambacho pengine unakijua. Kusulubiwa ilikuwa ni adhabu kama hivi leo watu wanavyohukumiwa kifo, wengine wananyongwa. Kwenye nchi nyingine wanadunga sindano kama Marekani. Uarabuni unakutana na Shaba the firing squad nadhani na China, ukikamatwa na unga China au Uarabuni. Hii ni firing squad, pam 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 pam. Hizo zote ni hukumu za kifo, zinatekelezwa kwa namna tofauti tofauti. Warumi waliwasulubisha watu, na especially ambao hawakuwa Warumi. Warumi wenyewe walipokuwa na kosa walikuwa na adhabu nyingine, lakini wale ambao sio Warani walisulubishwa. Unaona? Kwa hiyo ndio maana unaona siku ile hakusulubiwa peke yake Yesu, si kama mnaelewa. Kulikuwa kuna jamaa wawili pale, jambazi mmoja mkono wa kushoto, jambazi mwingine mkono wa kulia. Kwa hiyo huyu jamaa alisimamia kusulubiwa kwa watu kwa miaka mingi. Alishuhudia maneno ambayo wale walikuwa nasulubiwa waliyatoa. Walitukana serikali, walimtukana mfalme, kwa sababu ni hivi, mtu akishahukumiwa kifo, hakuna adhabu kubwa zaidi ya kifo. Hakuna. Ndio adhabu kubwa kuliko zote. Kwa hiyo mtu akishahukumiwa kifo, anatukana serikali, anatukana mfalme, anatukana watawala, kwa sababu ameshahukumiwa nini? Kifo, na hakuna adhabu kubwa zaidi ya hiyo. Walitoa makufuru mengi sana, lakini nisikilize, Yesu Kristo, jamaa kawa anamwangalia tangu mwanzo, halikutoka neno lolote kinywani mwake.
Akamsikia, nisikilize, akamsikia na waombea watesi wake, Baba, uwasamehe hawa kwa kuwa hawajui watendalo. Akamsikia anasema, ninaona kiu. Akamsikia anasema, Eloi Eloi lama sabachthani. Na mwisho akamsikia anasema, imekwisha. Jamaa akakata roho. Mstari wa 47, alipokwisha kusema hayo akakata roho. Nisome tena kwanza mstari wa 46. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo alikata roho. Kuna full stop pale. Yule akida askari alipoona yaliyotukia alimtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Sasa wewe uelewi uzito wa tamko la huyu askari ambaye alikuwa anatekeleza hukumu ya kifo. Unaona? Na yeye ni sehemu ya serikali. Halafu anasema hivi, huyu jamaa hana kosa, tumemwonea. You understand? Unaelewa? This is very serious. Unaona? Kwa jamaa alipika akasema, liwalo na liwe, kama nitapoteza kazi sawa. Akamtukuza Mungu kwanza. Halafu mbili akashauti akasema, jamani, huyu jamaa hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Mbili, tunaona upendo. Unajua wanadamu wana upendo, lakini upendo wa wanadamu umejawa hila, unafiki, wakati mwingine ni binafsi, una matarajio. Ukikosa matarajio yale ambayo ulikuwa unatarajia, baadaye unaona upendo una vanish, Lakini upendo wa Yesu Kristo haukuwa ni upendo unaotarajia kitu chochote, isipokuwa ni upendo uliokuwa unatoa kila kitu kwa wanadamu. Na haukuwa wa maneno tu, umedhihirishwa kwa kile alichokifanya. Unaona? Akawacha utukufu mbinguni. Tumesoma kwenye Luka 19:10, kwa kuwa mwanadamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mathayo 9:35 anasema hivi, na Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Alipoona makutano, ukisoma mstari wa 36 kwa wakati wako, anasema alipowaona makutano aliwahurumia, akawaona ni kama kondoo wasio na mchungaji. Yani kondoo asiye na mchungaji, anything can happen, lolote linaweza likatokea. Watu ambao hawajamwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, unaweza ukadhania uko salama, lakini my friend, ni kama unaendesha basikeli isiyokuwa na breki kwenye mtelemko. Inawezekana ukafika salama, lakini ikitokea kitu chochote hapo mbele, ni hatari. Anasema kwa hiyo hawa watu akawatazama, akasema, mimi mbona naona watu kama vile ni kondoo wasiokuwa na mchungaji. Jambo la tatu, tunaona mamlaka, hekima na nguvu ya kiungu ndani ya Yesu Kristo. Sikiliza Mtume Paulo anachokisema Wakorintho wa kwanza, sura ya 1 mstari wa 22, kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanataka hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Wayahudi ni kikwazo, kwa Wayunani ni upuzi, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Ndugu zangu, Yesu ni mwana wa Mungu. Nasema hivi, Jesus is the Son of God. Yesu ni mwana wa Mungu, my friend. Tungeweza tukakaa hapa mpaka asubuhi kuelezea, lakini sikiliza, wakati Mariam ametokewa na malaika, sikiliza mazungumzo yao. Ilianza na malaika kumwambia, umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Mariamu, Luka sura ya 1 mstari wa 34, Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana simjui mume? Sikiliza malaika, mstari wa 35, akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa
kitakatifu, mwana wa Mungu. There is no discussion. He is the Son of God. Ni mwana wa Mungu. Mathayo 1:23 inasemaje? Tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Hii ilikuwa ni baada ya Mariam kuwa mjamzito. Yusufu akawa anapanga kumwacha kwa siri. Malaika anamtokea, haya na ndio maneno anamwambia, usimwache mke wako, kwa sababu ni kwa kusudi la Mungu. You see? Ndipo malaika anamwambia mstari wa 23, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Hata jina lake linadhihirisha ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Praise the Lord. Unajua, wanaopinga uungu wa Yesu Kristo, hoja zao ni dhaifu sana. Wako wanaosema, nimekutana na watu mimi, wanasema, wapi Yesu alisema yeye mwenyewe kwamba mimi ni mwana wa Mungu? Wapi Yesu alidai kwamba yeye ni mwana wa Mungu, au alipokea hoja ya kwamba ni mwana wa Mungu? Listen watu wa Mungu. Praise the Lord. Hallelujah. Unajua, mimi ni mwalimu na Mungu amenipa jukumu la kuelimisha kwa wale wanaotaka kujua. I'm not good. Mimi sio mzuri sana kwenye mabishano. Sio mzuri. Sio mzuri sana. Kwa hiyo, kwa faida ya wale wanaotaka kuelewa kwamba hivi Yesu aliwahi kukubali kuitwa mwana wa Mungu, unaona, au aliwahi kudai ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, listen to me. Tunaweza tukaona direct na indirect. Unaona? Tuangalie maeneo matatu tu kwa ajili ya muda. Siku moja Yesu yuko hekaluni, akazungukwa na Wayahudi. Sasa sikiza mazungumzo kati ya Wayahudi na Yesu Kristo. Sura ya 10, Yohana 10, mstari wa 24. Basi Wayahudi walimzunguka wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe Kristo, utuambie wazi wazi. Yesu aliwajibuje? Mstari wa 25. Na aliwaambia, lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba. Sasa ukisema hivi, Yesu hajawahi kukiri ya kwamba Mungu ni baba yangu. Yani mimi nitakushangaa sana. Unaona? Yaani unamkuta mtu anamwita mtu mwingine baba, halafu wewe unasema hajawahi kukiri kwamba ni mtoto wake. Unaona? Huyu ni Yesu anawajibu. Anasema, nalishawaambia kwamba mimi ndiyo Kristo Masihi mpakwa mafuta, lakini hamsadiki. That is the problem. Yani tatizo hapa sio elimu wala sio Biblia. Ni watu hawataki kusadiki, wanatafuta sababu za kutokusadiki. Wanatafuta sababu za kutokusadiki. Unaona? Kazi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinanishuhudia. Kama bado una shingo ngumu, sikiza mstari wa 30 basi. Unasema nini? Mimi na Baba tu umoja. Praise Jesus. Hallelujah. Mimi na Baba tu umoja. Siku nyingine Yesu akamponya mgonjwa siku ya Sabato. Akakutana na Wasabato. Walikuwepo tangu wakati wa Agano la Kale. Wakamuuliza, kwa nini unaponya? Fikiria, unajua dini ni kitu cha ajabu sana. Yani unaweza ukashangaa. Mimi wakati nasoma sekondari nilikuwa na mwalimu wangu Msabato. He was so good. Sasa akawa ananiambia, siku moja tumeenda mahali, namwambia tunywe kahawa, anasema mimi sinywi kahawa. Kwa nini? Yani maelezo yake ni kama vile huku kwenye dhehebu lao hawanyi kahawa, kwa sababu baadaye akanambia ina kafeni, lakini anakunywa pombe.
Kwa hiyo anaacha kunywa kahawa kwa sababu dini imesema. Wao wanakunywa tu maji na chai. Dini, unaona? Lakini pombe anakunywa. Na anamfahamu kabisa. Kuzini anazini. Kusema uongo anasema uongo. Lakini anafuata taratibu za dini. Unaona hawa, Yesu amekwenda hekaluni siku ya Sabato, anakuta mtu mgonjwa, anamhurumia, anamponya, wakaja. Kwa nini unafanya hivi siku ya Sabato? Sasa sikiza Yesu alivyojibu. Naomba ili nisome kwa sababu it's very important. Yohana sura ile ya 5 kuanzia mstari wa ngapi? Let me read. Mstari wa kwanza nasema, baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Picha ilianzia hapo. Mstari wa pili, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethzatha, nayo ina matao matano. Ndani yake hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopoza, wakingoja maji yachemke, kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka akaingia katika lile birika akatibua maji. Basi yeye aliingia wa kwanza, baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Unasikia haya maneno? 38. Jamaa anasubiri maji yatibuke. 38. Yesu alipomwona huyu amelala, kulikuwa kuna wagonjwa wengi, lakini Yesu akamtarget huyu. Kwa nini? Sijui sana, lakini inawezekana Yesu alithamini imani ya huyu mtu kwa yale maji yanayotibuka. Miaka 38. Naogopa tu siku hizi kuna wauni wasitengeneze mabwawa ya kutibuka huko mitaani. Maana siku hizi imani ni nyingi. Utasikia ufunuo bwawa linalotibuka. Lakini hawa wazee walikuwa wachaji hela. Nyinyi mtachaji hela, na wajua. Mstari wa 6. Yesu alipomwona na huyu amelala, naye akijua kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alijua. Alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine ushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako, nenda. Huyo anayetibua maji yuko hapa, my friend. Hallelujah. Praise Jesus. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake, akaenda nayo. Ilikuwa ni siku ya Sabato. Ndipo tatu lilipoanzia hapo. Nayo ilikuwa ni siku ya Sabato. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Wala si halali kwako kujitwika godoro. Rode. Sasa walianza ugomvi na aliyebeba godoro, na walikuwa wamemuona miaka 38 yuko hapo. Baada, hebu can you imagine, si walipaswa kusherehekea, walipaswa kushangilia, walipaswa kufurahia. Huyu jamaa ameteseka miaka yote hii. Wao wameshikilia dini. Kwa nini umebeba godoro siku ya Sabato? Unaona? Unajua jamaa aliwajibu vizuri, akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uende. Mimi nimepokea amri bwana. Nilikuwa kiwete, my friend. Nimekutana mtu amebeba godoro nimeinuka. Mimi sina mjadala. Mambo haya ya dini, sijui Sabato, sina, mimi sielewi. Mimi najua nilikuwa ni kiwete, nimepona. Full stop. Na yeye aliyeniambia ndio ameniambia. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia umekuwa mzima dogo, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lilo baya zaidi. Yule mtu akaenda zake, akawapasha habari Wayahudi ya kwamba, jamani, mnamtafuta, ni Yesu ndiye aliyeniponya. Praise Jesus. Ndipo mjadala ukaanza. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda siku ya Sabato. Mstari wa 16. Wakamuudhi Yesu. Unajua hili neno wakamuudhi
kwa Kiswahili ni jepesi, lakini ukisoma kwenye tafsiri ya Kiingereza, especially ndani King James, inasema because of that they persecuted Jesus. Wakamtesa kwa sababu ya Sabato, wakamuudhi Yesu Kristo, wakamtesa. Ndio maana mstari wa 17 akawaambia hivi, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, hapumziki. Yeye mnachukulia ile tamko la kwenye Agano la Kale lilikuwa lina maana yake, lakini mpaka sasa Baba anatenda kazi, na kwa sababu hiyo na mimi ninatenda kazi. Sasa kama mtu anamuita Mungu Baba, and then ukasema jamani, huyu ni mwana wa Baba, ni mwana wa Mungu. Yaani ukutane na mtu kwa jamaa fulani hivi kananiita mimi Baba, unaona, alafu useme hajakiri ya kwamba huyu ni baba yake. Yaani it's a contradiction, my friend. Unaona? Hata alipokuwa ameshtakiwa, Pilato aliwauliza mnamshtaki kwa kosa gani? Wayahudi wenyewe nao wakajichanganya. Sikiza walivyomjibu. Wayahudi wakamjibu kwenye Yohana 19:7. Sisi tunayo sheria, na kwa sheria hiyo amestahili kufa kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Alidai ya kuwa yeye ni mwana wa nini? Wa Mungu. Sasa unakutana na jamaa mwingine anasema, "Oh, Yesu Bwana hajawahi kujiita yeye mwana wa Mungu." My friend. Please give me break. Unaona? Yesu ni mwana wa Mungu. Wakristo mnapaswa muelewe, Yesu ni mwana wa Mungu. Na sio tu Wakristo. Mimi nahubiri kwa kila mwenye sikio asikie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kuna faida gani za kujua ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Faida gani za kiroho? Moja, kwa kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, tunauona upendo wa Mungu. Unajua Mungu, ile tendo la Yesu kuacha utukufu kuja duniani, we see the agape, upendo wa Mungu sio na ubinafsi. Alitupenda tukingali wenye dhambi. Nadhani iziti Yohana au Petro anasema, tazama hili ni pendo la namna gani. You see, ni upendo wa ajabu sana. Lakini Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee. Unaona, jambo la pili, inatupa uhakika wa kusamehewa dhambi. Kwa sababu ni hivi. Kama wewe John umenikosea mimi Kaganga, huwezi kwenda kumuomba msamaha Evans. No. Ni lazima uje uniombe msamaha mimi niliyekukosea. Uliyenikosea, sorry. Unaona? Ndio nina power ya kukusamehe kwa sababu ulinikosea mimi. Unaona? Sasa ndio maana unaona Mungu akamtuma Yesu Kristo, akawacha utukufu kule, akashuka ili afanyike mwanadamu, and then dhambi ipate kuhukumiwa. Ndio maana Paulo baadaye sasa listen, Paulo alipokuwa anawaandikia Warumi sura ya 8 mstari wa 1 anasema maneno haya, basi sasa hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Ili nataka mlielewe, this is very plain. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hasemi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio kwenye dini fulani. Hasemi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio kwenye dhehebu fulani. Hasemi hakuna hukumu ya adhabu juu ya wa Roman Catholic. Hasemi hakuna hukumu ya adhabu juu ya Walutheri. Hasemi hakuna hukumu ya adhabu juu ya wa Assemblies of God. Mimi ni assembly, lakini Biblia haisemi hivyo, my friend. Na tufahamiane watu wa Mungu. Mimi ni mwana theolojia, ninayo haki ya kudadavua maneno ya Mungu. Hakuna mahali panasema ya kwamba hakuna hukumu ya adhabu juu yao wa Assemblies of God, juu yao wa EAGT, juu yao wa Pentecost na kadhalika. Hakuna kitu kama hicho. Anasema kwa sababu hao watu walio ndani ya Kristo, hakuna hukumu ya adhabu juu yao kwa sababu wako ndani ya Kristo. Walio katika Kristo. Unaona?
Kwa nini hawana hukumu? Kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali ya sheria ya dhambi na mauti. Kuna sheria hapa. Kuna sheria mbili. Sheria ya kwanza ni uzima katika Kristo Yesu. Ukimpokea Yesu Kristo umepokea uzima. Lakini kuna sheria ya ile sheria ya pili, unaona, ni sheria ya dhambi na mauti. It is connected. Yani huwezi kutenda dhambi ukaepuka kifo. It is connected. Huwezi kumpokea Yesu ukaacha kuwa na uzima, na huwezi kutenda dhambi ukaepuka kifo. Siji kama kuna mtu ananielewa watu. Na unajua sheria ni force, ni nguvu, utake usitake, ni force. Unaona, ukitoka na gari yako asubuhi, huwezi kuamua kwamba leo mimi nimechoka kuendesha gari upande wa kushoto, mimi nitaendesha upande wa kulia. Utakuwa umevunja sheria, na unaweza ukapata ama ajali, ukasababisha ajali, au ukachukuliwa hatua na maaskari wa usalama barabarani. Why? Ile sheria inakuforce, inakulazimisha uifuate. Au nichukue mfano mwingine mkubwa zaidi. Kuna sheria ya wanaita gravitational force. Sheria ya nini? Ni sheria ya vitu vyote kuanguka. Nimesahau hiyo law kwenye physics. Unaona, inasema hivi, vitu vyote vikitupwa juu vinaanguka chini. Hiyo inaitwa gravitational law. Unaona, ni sheria ambayo inavuta vitu vyote chini. Gravitational law. Vyote vinavutwa chini na inapimwa na Newton, inaitwa force. Kidogo physics ni soma. Inapimwa na force. Kwa hiyo huwezi kwa mfano ukapanda kwenye mnara, halafu ukasema hivi, ngoja nijiachie, halafu naamini nitaelea hewani. Amna. Utavutwa chini. Na unaweza ukavunjika mguu, ukavunjika mkono, ukavunjika. Yani huwezi kujiachia kule juu afu ukaamua ukasema basi nimeghairi katikati. Amna. Hilo ni force, ni law. Lakini unaelewa, sheria hutanguliwa na sheria. Nipe uvumilivu kidogo, nipe uvumilivu. Nazungumza vitu vya ndani naamini vina umuhimu. Sheria hutanguliwa na sheria. Sisi wa Tanzania tukichoka kuendesha magari mkono wa kushoto, tunataka tuendeshe kulia kama wenzetu wa Rwanda na Kongo. You see, tunawaambia wawakilishi wetu bungeni, watunga sheria, wanapeleka kwa waziri anapeleka mswada bungeni. Mswada ule unajadiliwa, unapigiwa kura, wanakubali ya kwamba sasa tutakuwa tunaendesha magari mkono wa kulia. Ule mswada, hayo makubaliano wanaitaga si mswada si na nini, unapelekwa kwa rais akitia sahihi hiyo sheria mpya, itaitwa sheria mpya ya barabara ya mwaka 2025, ambayo itakuwa inatangua ile sheria nyingine iliyosema tuendeshe magari mkono wa kushoto. Inatanguliwa na sheria mpya. Sasa tunaanza kuendesha magari mkono wa kulia. You see? Kwa nini ndege hazianguki? Kwa sababu kuna sheria nyingine inaitwa upthrust. Hatuna muda huo. Iko sheria nyingine wameapply kwenye ndege, wamestudy sheria ya mvutano, wakaweka mashine yenye nguvu, wakastudy sheria nyingine, wakaapply sheria nyingine ambayo ina counter ile sheria nyingine. Ndicho anachokisema Paulo hapa, ya kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, sio kwenye dini, sio kwenye dhehebu. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru, imetangua, imenullify, imetangua, imeifanya ile sheria nyingine haina maana. Sheria gani? Ya dhambi na mauti. Praise Jesus. Kwa hiyo unaona, tunapojua ya kwamba Yesu, tunapojua na kuamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu moja, tunauona upendo wa Mungu. We see the magnitude of the love of God. Tunaona ukubwa wa upendo wa Mungu. Kama Mungu huyu anashuka, anaacha kule, anashuka. Ushawahi kuona watoto wadogo? Unajua watoto wadogo wanapokuangalia wewe, wanakuona ni giant. Lakini ukishuka chini ukapiga magoti, ukawa kwenye level yao, unaona tabasamu kwenye uso, kwa sababu ni kama li giant limeshuka chini kutufikia. Mungu akawacha utukufu,
akaja duniani. Yohana anasema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Na neno akafanyika mwili, akakaa kwetu, tukaona utukufu kama mwana pekee wa Mungu. Mstari wa 11 anasema hivi, sikiliza, anasema hivi, alikuja kwa walio wake wakamkataa. Unaona, walimkataa. Kwa hiyo jambo la pili tunaona inatupa uhakika kusamehewa dhambi zetu, kwa sababu ni Mungu mwenyewe anajipatanisha na sisi kupitia yeye mwenyewe. Praise Jesus. Jambo la tatu, inatupa uhakika wa nafasi yetu kama wana wa Mungu. Unaona, mstari wa 11 Yohana inasemaje? Alikuja kwa walio wake, hawakumpokea, bali wote waliompokea walipewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Listen to me ninapomaliza. Najua, mimi naelewa nyakati tulizonazo kuna masomo ambayo Wakristo wanayapenda sana. Kufunguliwa, mafanikio, uponyaji, which is not bad, ni kitu kizuri. Lakini nisikilize mtu wa Mungu. Unajua sababu mojawapo kwa nini shetani anatuonea tena na tena, na wakati mwingine kupitia watu, wakati mwingine hata kupitia watumishi, ni kwa sababu tumekosa kuzijua kweli za Biblia. Tumekosa kujua nafasi yetu ni ipi. The more you know God, the more you know yourself. Yani kadiri unavyomjua Mungu, ndivyo unavyojijua wewe na nafasi yako. Kwa nini? We are created in the image of God. Tuliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona? Kwa hiyo tunapoacha kuzijua kweli za Biblia, moja, tunakosa kumjua Mungu na tunakosa kujijua sisi wenyewe. Lakini jambo la pili, unajua, tunakosa kujua nafasi yetu na mamlaka ambayo tuko nayo kwa huyu Yesu Kristo. Binti moja alinipigia simu kutoka Iringa baada ya kusikia ninahubiri kwenye TV. Nadhani alikosea namba. Aliongea na mtumishi mwingine, sijui wa TV gani, na wakati pia alikuwa na namba yangu. Kwa hiyo akanipigia simu, akanambia, mtume, Bwana asifiwe. Mimi nikaitikia, sikutaka discussion hizo sana. Nikasema, amina mtu wa Mungu, habari yako? Akasema, mzuri. Akasema, mimi ni yule binti ambaye nina mikosi, naliomba uniombee. Ukaniambia nikatafute maji ya kisima, halafu na shilingi 500 ili unitamkie baraka hayo maji. Halafu ndio yawe maji yangu ya kunywa mpaka yaishe, and then nitaziona baraka. Nikamuuliza tu simple, je, hiyo 500 tayari unayo? Anasema niko nayo tayari. Nikamuuliza, uko tayari kuituma? Akasema niko tayari kuituma. Nikamuuliza, kwa hiyo unataka mikosi iondoke, si ndio? Nikamuuliza, mikosi gani? Akasema, uchumi wangu sio mzuri. Nikasema, lakini umefanya jitihada ukapata 500. Akasema nikamwambia, unaona kumbe sio lazima utume hiyo hela kwa huyo mtu unayetaka kumtumia. By the way, mimi sio huyo ulioongea naye. Kwa sababu mimi siamini jua haya mambo. Mimi nimesoma Biblia bwana. Kama nitakufa maskini, acha nife maskini kwa sababu ya kuihubiri kweli. Kama watu support Joy Gospel TV, sawa tu. Lakini mimi sitakengeuka, yani sitageuka kulia wala kushoto. Niko hivi. Kwa sababu nimesoma ile neno sana. Nimepewa bure, toweni bure. You see? Mtu akiguswa kusupport huduma yako kwa sababu Mungu amesema naye, praise the Lord. Ndio maana mwisho huwa anasema wale ambao Mungu amewagusa, support Joy Gospel TV. Lakini watu hawatoi. Unasikia wewe mtu yuko tayari kutoa 500 kwa sababu ametishwa. Ameambiwa ya kwamba bila hivyo huo mkosi hautatoka. Kuna laana ambayo umeirithi, na hiyo laana iko ndani ya mishipa ya damu yako. Kachote maji ya kisimani na 500. Nikamwambia, binti, mwe mwenzangu, mimi Nyalukolo mwenzako, usitume hiyo hela. Tayari wewe unaweza yani kama umefanya jitihada ya kutafuta 500
ili kukomboa sijui kuvunja laana. Hiyo laana nikamwambia imeshaondoka. Praise Jesus. Ameona laana tena. Na by the way nikamuuliza umeokoka? Akasema ndio. Nikamwambia hivi, damu ya Yesu Kristo inatosha. Hakuna laana inaweza cross the blood of Jesus. Guys, vinginevyo basi kwa nini Yesu alikufa msalabani basi? Kama bado tuna laana za mababu, kama laana za mababu zina nguvu, kama bado tunalogeka, why did Jesus die on the cross? Kwa nini Yesu alikufa msalabani basi? Kwa nini Yesu aliacha utukufu akaja? Nikamwambia, binti, ninakushauri kwa upendo sana. Mimi ningekuwa tapeli, ningekwambia nitumie hiyo 500,000. Wakati namwambia hivyo, mfukoni mwangu na shilingi kama nilikuwa na 30,000 tu siku hiyo, sikuwa na pesa. 500,000 ziko kwa mtu mmoja kule, na ningemwambia tu, kwa sababu kwanza ashakosea namba, nafikiri mimi anaongea na aliyeongea naye mwanzo, kwa ningemwambia tuma haraka and then nitamkie baraka hayo maji. I cannot do. No way. Siwezi my friend. Siwezi. Mwokoka nampenda Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sio kwamba tuhitaji fedha, lakini hebu nisome andiko la mwisho nitoke hapa. So najisikia kuendelea kuongea. Kuna mambo yanaumiza sana, unajua, kwenye mwili wa Kristo. Ukiyasikia yanaumiza sana. Sio kwamba hatuhitaji fedha kwenye huduma. Sio kwamba hata mimi sihitaji fedha. Usifikiri na hela nyingi sana. Nikwambia siku nilikuwa na shilingi 30,000 na kuna mtu ana 500,000 kule na dumu la maji. Dumu la maji anabaki nalo, mimi natumiwa 500,000. Umeelewa? Lakini hiyo fedha ingekuwa ni fedha ya namna gani? Petro anawaandikia watu fulani kwenye waraka wake wa kwanza sura ya 5. Na wasii. Neno na wasii unaelewa maana yake, na kusihi. Unaona? Na wasii wazee walio kwenu. Mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia. Lichungeni kundi lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, that is number 1. Unaona? Bali kwa hiari kama Mungu atakavyo. 2, si kwa kutaka fedha ya aibu. Si kwa kutaka fedha ya aibu. Unaona? Bali kwa moyo. Wala, mstari wa 3, si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu, praise Jesus, yuko mchungaji mkuu my friend, na mchungaji mkuu atakapojidhihirisha, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyo kauka. Nikamwambia, binti, hiyo pesa kaanzishe biashara. Bwana asifiwe sana. Na nikaomba naye, na mpaka sana naendelea kumsaidia kurecover kutoka kwenye huo uongo na uharibifu. Unaona? Akanambia baadaye yule mtu alimpigia. Nikamwambia akikupigia, mwambie ongea na baba yangu Askofu Kaganga wa Zanzibar. Mpe namba yangu. Ndio mchezo. Umempigia yule? Mchezo uliishia hapo. Binti ametunza 500,000 yake. Nimemshauri. You see? Ndicho anachokisema Hosea. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Tukijua Yesu ni mwana wa Mungu, unaona, tunaujua upendo wa Mungu. Inatupa uhakika wa kusamehewa dhambi. Inatupa uhakika wa nafasi yetu kwa Mungu. Wapendwa, Yesu ni mwana wa Mungu. Malaika anasemaje? Naomba nirudie ninapomaliza. Malaika akamjibu Luka 1:35, akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa mwana wa Mungu. Mathayo 1:20 inasemaje? Basi alipokuwa akifikiria, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana,
na utamuita jina lake Yesu, kwa Kiebrania Yoshua. Unaona, na tafsiri yake iko pale, maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yaani ukutana na mtu anasema hakuna, wewe bora sema tu mimi kuokoka ni kitu kigumu, sikiwezi au sijajaliwa hiyo sasa. Lakini mtu anakuambia hakuna kuokoka, lakini hapa anasemaje? Hilo jina lenyewe hilo maana yake ni mwokozi, Yoshua. Yesu kwa Kiebrania Yoshua. Ndio hii Joshua, akina Yoshua. Unaona? Maana yake ni mwokozi, maana ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake nani? Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Nimejitahidi sana kujaribu kuelezea uungu wa Yesu, lakini nisikilize, huwezi kujua uungu wa Yesu kwa akili na ufahamu wa kibinadamu. Andiko la msingi linasemaje? Mathayo 16. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria, akauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mojawapo wa manabii. What does it mean? Huko nje watu hawaelewi Yesu ni nani. Wanafikiri pengine ni Yeremia, wanafikiri pengine ni nabii sawa sawa na manabii wengine. Wanajaribu kumfananisha na wengi sana. Guys, listen to me. Jesus is above everyone. Yuko juu ya kila mtu. Unaona, hakuna wa kumlinganisha naye, hakuna wa kufanana naye, Yesu Kristo. Mstari wa 15 akawaambia, nanyi mwaninena kuwa ni nani? Ni kama alikuwa anawaambia hivi, I don't care what people says about me outside there. Sijali huko nje wananinenaje. Swali langu ni ninyi mlio ndani. Je, mwajua ya kwamba mimi ni nani? Unaona, Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Je, Yesu alikataa? No. Nyinyi mnaosema ya kwamba Yesu hajawahi kusema yeye mwenyewe ni mwana wa Mungu. Listen to me guys. Mbona hii haihitaji kwenda chuo kikuu guys? Yaani mimi ukaja ukaniita leo ukaniita Kalimanzira, nitakataa, nitasema mimi sio Kalimanzira. Mimi Kaganga. Kwa Kihehe kajiwe kadogo akaganga. Kajiwe kale kadogo. You see? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu alikataa? No. Akajibu akamwambia, in fact heri wewe Simoni Baraliona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Unajua hili swala sio kuna watu wanakataa si kwa sababu wanataka kukataa, lakini kwa sababu hawajui wanachokikataa. Yesu ni mwana wa Mungu, na kwa sababu hiyo tunauona upendo wa Mungu, tunao uhakika wa kusamehewa dhambi zetu, lakini pia inatupa nafasi kwamba sisi ni wana wa Mungu na mamlaka na nguvu na uweza. Natamani niombe pamoja na wewe. Kama hujaokoka, muamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Pokea Yesu akuokoe. Na kama umeokoka, ulikuwa bado hujaelewa mambo mengi, basi hebu omba ya kwamba Mungu akupe kiu ya kumjua Yesu kwa mapana, kina na marefu. Lakini kwa wale wanataka kuokoka, let me pray with you. Naomba nikuombe. Rudia maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninatubu dhambi zangu zote na makosa yangu yote. Kuanzia sasa namkataa shetani na mambo yake yote, na kupokea wewe Yesu uwe Bwana na Mwokozi wangu. Asante Yesu kwa kuniokoa na kuniweka huru. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ninaomba na kuamini. Amen. 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 Mungu akubariki sana. Kama umeokoka, tafadhali nikuombe wasiana na mimi kwa namba hiyo hapo chini. Lakini pia nitajisikia vizuri kupokea ujumbe mfupi kwenye hiyo namba inayoishia na 72. Kama unabarikiwa na vipindi vyetu, hususan kipindi hiki cha Bible Study, nitajisikia vizuri ukitumia message. Unajua tunapohubiri huwa hatujui tunaongea na nani. Unaona? Kwa hiyo ukinitumia message inanisaidia kujua kuna mtu fulani amesikiliza kule Arusha. Leo nimepigiwa simu na mama moja kule Arusha. Inatia moyo.
na Dada Rose akieleza kwamba anafuatilia vipindi vya Joy Gospel TV. Kwa hiyo ukinitumia message, hata kunipigia, nitajisikia vizuri ya kwamba bwana, tuko Arusha tunakuona, tuko Mwanza tunakuona, tuko Tabora. Inatutia moyo kwa sababu tunafanya kwa imani. Hapa mbele yangu kuna cameras na vijana wanaonisaidia kurusha vipindi, lakini sasa huko mtaani sijui ni nani ananisikiliza. You see. Kwa hiyo ukinitumia message itanisaidia sana. Lakini jambo la tatu, hakikisha una subscribe kwenye YouTube channel yetu Joy Gospel TV. Ukifanya hivyo unatuongezea uimara wa television yetu. Lakini mwisho, tafadhali, kama Mungu amekugusa, amesema na wewe, ameongea na wewe, sisi tunahitaji fedha hapa kwa ajili ya kusupport kazi ya Mungu hapa. Tuihubiri kweli ya Mungu, hatuuzi mafuta, hatuuzi maji. Tunategemea sadaka za wale ambao wameona ya kwamba hii huduma pia ni ya baraka. Kwa hiyo ukifikiria kwamba tutakuja na biashara ya maji, tutakuja na biashara ya mafuta, hiyo haipo kwenye Joy Gospel TV. Hapa it is only gospel. Ni injili tupu. Kwa hiyo ukiguswa kutusaidia, tutashukuru sana. Tutatambua mchango wako kwetu. Juzi kuna mtu amenipigia kwa mara ya kwanza, akaniambia, mchungaji, mimi najisikia kusupport Joy Gospel TV, lakini na hela ndogo sana. Nikamuuliza kiasi gani? Akasema 1.5. Nikamwambia, hey my daughter, 1.5 ni hela ndogo. Hiyo ni hela nyingi sana. Sijawahi kupokea sadaka kubwa namna hiyo kwa Joy Gospel TV tangu nimeanza. Ilikuwa ni ya kwanza wewe binti. Kwa hiyo tunahitaji fedha kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini hebu tutoe kutoka kwenye moyo wa kufahamu na moyo wa tukifanya hivyo, Mungu atakuzidisha, Mungu atakubariki. Naomba nikutakie usiku mwema na utazamaji mzuri wa vipindi vyetu vya Joy Gospel Television. Injili iendelee.